Ni naibu katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, na leo tumekuwa hapa Karimjee kupata semina kuhusiana na gharama za uchaguzi. Sote tunafahamu kwamba tumetoka kufanya uchaguzi mkuu mwaka jana, lakini moja ya sheria ambayo iliyopo ni kuweza kurudisha mrejesho wa namna gani tumetumia zile fedha katika uchaguzi. Lakini hili ni jambo kubwa sana, hasa kwa kipindi hiki ambacho sisi wote tunafahamu kumekuwa na ubadhilifu mkubwa sana wa fedha kipindi cha uchaguzi, na ndio maana hii sheria ilikuja na ni mara ya pili inatumika. Mwanzoni ilitumika 2020 na sasa hivi ni 2025. Kikubwa ambacho sheria hii inataka ni kuweka usawa kwenye vyama katika matumizi ya pesa kipindi cha uchaguzi, ili wale ambao wana fedha nyingi wasiweze kutumia fedha hizo vile ambavyo wao wanataka. Na ndio maana kuliwekwa kikomo cha kuweza kuhakikisha kwamba kama unagombea jimbo fulani kuna ukomo wake wa kutumia fedha fulani. Kama unagombea kata pia kulikuwa na kikomo, kama unagombea urais pia kulikuwa na kikomo. Kwa hiyo ilisaidia sana kwa watu ambao walikuwa wakitumia fedha nyingi kipindi cha uchaguzi kuhalaghai hata wananchi au kutoa rushwa, wasiweze kutumia fedha hizo. Na hii ilisaidia pia vile vyama vingine vidogo waweze pia kuwa kwenye mstari mmoja na hivi vyama vikubwa. Kikubwa kilichoko hapa ni jambo ambalo limekuwa ni changamoto hasa kwa wagombea, kwa sababu wengi walikuwa wana matarajio kwamba wakiweza kujaza hizi fomu watarudishiwa fedha, lakini ni tofauti kwamba fedha unazotumia ni za kwako mwenyewe na unatakiwa ufanye return. Sio kwamba unatakiwa ufanye return ili urudishiwe zile fedha. Sasa hii warsha pia itatusaidia sisi kwenda kutoa elimu kwa hawa wagombea kwamba gharama za uchaguzi sio kwamba unatakiwa ujaze ile fomu ili urudishiwe fedha. Inatakiwa ujaze ile fomu kuweza kujulisha ofisi ya msajili kwamba ulitumia kiasi gani kwa ajili ya kufanya kampeni na hizo fedha ulizotumia ulizipata wapi. Kwa mfano, kuna fedha za mtu binafsi kama mgombea, lakini pia kuna fedha za kuchangiwa na wadau mbalimbali, aidha marafiki au jamaa, au kama kuna mashirika au kuna jambo lolote ambalo wewe ulilifanya ukapata hizo fedha. Kwa hiyo kikubwa ni sisi kutoka hapa ni kuwajulisha wagombea wote kwamba hili ni takwa la kisheria, sio ni jukumu la hiari. Inatakiwa ni lazima mtu aweze kujaza fomu ya kujulisha ofisi ya msajili kwamba alitumia kiasi gani, kwa sababu sheria pia imeweka wazi adhabu ambazo atazipata mtu ambaye hatoweza kufanya marejesho ya fedha alizotumia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ni rai yetu sisi kama viongozi wa vyama, tumepata warsha nzuri, na pia tutaenda kuwajulisha wananchi wote, wanachama, hasa wale waliogombea kipindi cha uchaguzi, watupe ushirikiano katika kufanya hii return. Na tunaweza kupendekeza pia kwa msajili ni namna gani hii sheria inaweza kuwa inaweza ikafanyiwa maboresho huko baadaye kama kutakuwa na ulazima huo, kwa sababu ni jambo jumuishi na ni jambo ambalo kwa upande wetu sisi kama vyama ambavyo tunakuwa, acha vile vyama ambavyo vina pesa nyingi, kama vyama ambavyo tunakuwa, ni jambo zuri kwetu kwa sababu litatupa fursa ya kuonekana wanyonge kwenye vyama ambavyo vina fedha, na pia wale vyama vingine pia itawapa fursa ya kutokufanya ubadhilifu wa fedha hasa kipindi cha uchaguzi. Asante.